Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Wete katika hafla ya kuwakaribisha wanafunzi wapya waliojiunga na chuo cha afya kilichopo Limbani Wete kwa mwaka 2025, ndugu Time Bakari Sharifu amesema kada ya afya ni taaluma inayohitaji kuwa na tabia mzuri kwa jamii. Bila elimu, bila afya, basi hii nchi hatuwezi tukawa salama, kwa sababu afya ndiyo mtaji wa binadamu. Afya ndiyo maendeleo ya binadamu, lakini afya ndiyo maendeleo ya taifa letu. Kama hatakuwa na afya njema, sifikiri kama taifa litakuwa imara. Mara nyingi huko mtaani, sisi wanafunzi wa saizi hii au vijana wa saizi hii tunatumika kwa masuala ya makundi mbalimbali ambayo si makundi mazuri katika jamii. Kwa hiyo hongereni tena kwa kuona mkijiunga na chuo mtatoka na kitu kizuri ambacho mtakuja kulisaidia taifa letu, lakini mtakuja kuisaidia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuwa na nchi yenye afya imara. Napenda niwasihi na kuwanasihi wale ambao wako nje ya maeneo tofauti ya jamii zetu wajiunge na vyuo mbalimbali, kuepuka matatizo mbalimbali yanayoweza kutukuta huko mitaani tukiwa hatuna kazi za kufanya baada ya kuhitimu kidato cha 4 ama cha 6. Mapema spika wa serikali ya wanafunzi wa chuo cha afya Pemba, Idi Hamis Idi, amewataka wanafunzi wenzake kujitokeza kwa wingi katika kuchagua viongozi wenye sifa pindi itapofika uchaguzi mkuu wa nchi mwaka huu, huku rais wa chuo hicho Martin Peter Shija akieleza juhudi ambazo zimeletwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano pamoja na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ninawaomba wanafunzi wenzangu tukajitokeze kwa wingi, kwani ibara ya 5 ibara ndogo ya kwanza inazungumzia kwamba mwenye haki ya kupiga kura na kushiriki uchaguzi mkuu. Tutumie haki hiyo kuwa sehemu ya kulinda taifa letu na kuhakikisha tunachagua viongozi walio bora. Lililotukusanya hapa ni kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wa taifa letu ambao ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kufanya mambo makubwa sana katika muhula wao wa kwanza wa uongozi. Kwa upande wake, meneja wa rasilimali watu na uhusiano wa chuo hicho ndugu Isa Nasor Bakari akizungumza kwa niaba ya uongozi wa chuo amesema, kwa mujibu wa mpango kazi tuendelee kuongeza kozi kama 3. Kozi ya kwanza tunategemea kuanzisha digrii ya nursing. Sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kukamilisha taratibu, lakini tuna mpango wa kuongeza kozi nyingine. Kiripoti kutoka kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.